Mtandao wa kutetea haki za binadamu THRDC umeibuka na kulitaka jeshi la polisi nchini Tanzania kumwachilia huru wakili wa kujitegemea Peter Madeleka aliyekamatwa siku 2 zilizopita. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mtandao wa utetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC umefuatilia kukamatwa kwa wakili Peter Madeleka pamoja na taarifa ya jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam ya tarehe 14 Agosti 2026. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, wakili Madeleka alikamatwa kwa madai ya kutotii amri za Mahakama Kuu Division ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi zilizotolewa tarehe 27 Julai na 13 Agosti 2026. THRDC inatambua kwamba utekelezaji wa amri ya mahakama unapaswa kuzingatia katiba, sheria na haki za msingi za mtu anayekamatwa. Ibara ya 15 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 inalinda haki ya mtu kuwa huru. Kwa kuwa wakili Madeleka yuko chini ya ulinzi wa polisi na tuhuma zinazomkabili zinadhaminika, THRDC inalitoa wito kwa jeshi la polisi kumwachilia huru kwa dhamana ya polisi na bila kuchelewa, huku taratibu nyingine za kisheria zikiendelea kwa mujibu wa sheria. THRDC pia inalitaka jeshi la polisi kuhakikisha wakili Madeleka anapata fursa ya kuonana na mawakili na familia yake na kufahamishwa msingi wa kisheria wa hatua zinazochukuliwa dhidi yake. Imetolewa na Onesmo Ngurumwa, wakili na mratibu wa kitaifa wa mtandao wa utetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC. Basi yale makosa madogo yote yanafutika, inabaki kosa moja la mauaji, kwa sababu adhabu yake ni kubwa kuliko makosa mengine. Tunapo address jambo hili la tarehe 29 Oktoba na siku chache zilizofuata baada ya hapo, hatupaswi kuzungumza kwamba kuna vurugu zilitokea. Tuzungumze kwa uwazi kwamba kuna mauaji yalitokea na sio vurugu. Kuzungumza vurugu maana yake ni kudogosha kilichotokea. Tumepoteza roho za watu. Mimi ninapozungumza kwenye jimbo langu la Kivuli walikufa watu 17 ambao nilishiriki kwenda kuwalipia gharama za mazishi kila familia. Alafu leo wakitusikiliza tunasema vurugu za Oktoba 29, tunaunda na tume ya kuchunguza vurugu. Nilipopata nafasi ya kwenda mbele ya tume niliwaambia msiende kuchunguza vurugu, kwa sababu swala la vurugu lishashughulikiwa kisheria. Walikamatwa watu wakapelekwa mahakamani, zaidi ya vijana 700 nchi nzima walishtakiwa kwa uhaini, kwa sababu waliambiwa walikuwa wanataka kupindua serikali. Na baada ya kupelekwa mahakamani, uhaini ndio kosa pekee linalotajwa kwenye katiba ya Tanzania chini ya ibara 28 ibara ndogo ya 4. Tukatumia kitu hata ambacho kipo kwenye sheria popote duniani, kitu kinachoitwa 4R. Tukapoka mamlaka ya DPP, wakasamehewa wale watu, wakaenda nyumbani, ingawa wanataka kupindua serikali. Na kwenye jaribio la kupindua serikali ndio tukapata madhara ya kupoteza ndugu zetu zaidi ya 518 kwa mujibu wa hotuba ya Jaji Chande. Sasa leo tunapokuja kuambiwa kwenye hotuba ya Jaji Chande kwamba moja ya mapendekezo ni kuunda tume ya kupeleleza yale yaliyotokea ili watu wawajibike kijinai. Wanawajibikaje watu kijinai kwa kutumia hiyo tume itakayoundwa wakati tayari watu walishapelekwa mahakamani na ushahidi upo? Maana mtu hawezi kupelekwa mahakamani kwa mujibu wa sheria zetu kama polisi hawajafanya kazi yao ya upelelezi kupitia ofisi ya mkurugenzi wa makosa ya jinai, lakini kama mkurugenzi wa mashtaka hajaridhika ule upelelezi unajitosheleza kutengeneza kesi. Sasa mimi naamini kwa kuwa tulishakwenda mahakamani tukawashtaki watu kwa uhaini, maana yake upelelezi umeshakamilika. Leo kuja na mapendekezo ya kuunda tena tume ya kupeleleza ni kuwatukana Watanzania ambao wamepoteza ndugu zao. Lakini siwezi kuondoka hapa bila kumpongeza Jaji Chande. Kuna mahala amesema ukweli kabisa na watu hawaelewi. Kasema hivi, yale jaribio la mapinduzi lilipangwa, liliratibiwa na lilitekelezwa. Lilifadhiliwa na likatekelezwa. Ingawa mwisho wa siku hakusema waliopanga ni kina nani, waliofadhili na waliojaribu kutekeleza ni akina nani. Sasa ukitaka kujua waliofanya vile ni nani, rudi kwenye matukio ya mwaka mmoja kabla ya uchaguzi na siku chache kabla ya uchaguzi. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania liliambiwa lijiandae sijui kufanya nini wakati nchi ilikuwa ingii kwenye vita. Tukio la uchaguzi ni tukio la kijamii linalowapa watu haki yao kuchagua viongozi, sio vita ambayo inahitaji jeshi lijiandae, lakini jeshi likajiandaa. Pamoja na kujiandaa, jeshi lilishindwa kujua watu walikuwa wanafanya mafunzo ya kupindua serikali mita 10 kutoka kwenye kituo cha polisi. Jeshi lilishindwa.
Utamlaumu rais kwa kosa gani? Kaambia anajiandae. Yaani rais tena akachukua bunduki aende akasaki wale watu. Haiwezekani. Kawaambia jiandaeni, wamejiandaa, lakini mwisho wa siku tunakuja kuona yale yanayotokea. Lakini wameambiwa, rais anawaambia hakutakuwa kuna maandamano. Maandamano pekee yatakayotokea siku hiyo ya tarehe 29 Oktoba ni maandamano ya kwenda kupiga kura.